kwa neema yako na upendo wako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa namna ambavyo unazidi kutukumbatia watoto wako. Ni saa nyingine tunasogea mbele zako tukitia neema yako Baba, ukatufundishe kwa habari ya neno lako. Tupe hiyo neema ya kusikia na kujifunza. Achilia Roho Mtakatifu wako akazidi kutufundisha kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neema ya Mungu tunaendelea na mafundisho yetu ambayo tunaendelea nayo kuhusu upendo, ambalo ni kichwa au tuseme somo tulilopewa kwa mwezi huu wa 6, kujifunza kwa undani kwa habari ya upendo, kwa habari ya upendo wa Mungu kwetu, upendo wetu kwa Mungu, lakini pia kwa habari ya upendo katikati yetu sisi wenyewe, sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Na leo ningetamani tupitie zaidi au tuone upendo katika upendo kama agano jipya, au tuseme amri mpya katika agano jipya. Upendo kama amri mpya katika agano jipya. Au ukisoma kufungua kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 13 mstari wa 34 na 35, neno la Mungu linasema, Yohana Mtakatifu sura ile ya 13 mstari wa 34 hadi ule wa 35. Neno la Mungu linasema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Narudia, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Kama hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo anatufundisha ya kwamba ili tutambulike ya kwamba sisi ni wanafunzi wa Kristo, jambo kubwa ni sisi kupendana sisi kwa sisi. Upendo baina yetu sisi ndugu katika Kristo, kuwapenda wale hata ambao hawajamjua Kristo. Upendo kama ishara ya Mungu mwenyewe, kama ambavyo tumesema jana ya kwamba upendo ni tabia ya Mungu, ni mojawapo ya attribute ya Mungu. Kwa hiyo palipo na upendo yupo Mungu, na Kristo anatuambia ya kwamba kama vile ambavyo nimewapenda ninyi, nanyi pendaneni. Na kwa kufanya hivyo watatambua ya kwamba ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Kumbe upendo ndio ulitakiwa kumtofautisha Mkristo na asiye Mkristo. Yaani namna ambavyo hao wafuasi na wanafunzi wa Kristo wanavyoishi, ndicho kitu ambacho kingetakiwa kiwe ni difference kati ya huyu mtu, kati ya hawa watu pamoja na wale ambao wamjui Kristo. Upendo. Na anasema hiyo ni amri mpya. Sehemu nyingine Kristo anamwambia, mimi sijaja kutangua torati, lakini kama ingekuwa ni torati mpya ambayo anatupa ni upendo. Anasema hiyo ndo amri mpya nawapa. Kwa ndo kama amri ambayo Kristo ametuachia katika agano jipya, upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mfarisayo mmoja, wafarisayo kama sio mwandishi wale, ukisoma kitabu cha Marko Mtakatifu sura ya 12, alimwendea Yesu
na anamuuliza katika hizi amri zote. Marko Mtakatifu sura ya 12 tusome kuanzia mstari ule wa 28b. Yule bwana ukianzia mstari wa 28 pale anasema mmoja wa waandishi akafika akawasikia wakisemezana naye na akatambua ya kuwa amewajibu vyema. Yeye alikuja akakuta Yesu yuko na makutano na wanamuuliza maswali na anajibu, na akatambua ya kwamba huyu mtu ana ufahamu ambao sio ufahamu ambao tumeuzoea. Yeye anamuuliza, akatambua ya kuwa amewajibu vyema, akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yaani kwa tafsiri nyingine ya Biblia ni kwamba yule mtu anamuuliza Kristo kwamba katika hizi amri zote ambazo umetupa sheria za Musa katika hii Torati, ipi ambayo tuitilie mkazo? Ipi ni ya muhimu kati ya hizi? Anamwambia ni ipi amri iliyo ya kwanza? Kristo naye Yesu akamjibu akamwambia, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba amri kuu ambayo Kristo ametupa ni upendo. Na utaona kwamba anapomwambia amri iliyo kuu kuliko zote, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, na iliyo kuu zaidi ya hii kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako, utaona alijaribu kuzisummarize zile amri 10 za Mungu katika amri hizo mbili. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 kuanzia mstari wa kwanza, utaona zile amri namna ambavyo zimegawanyika katika makundi mawili. Moja ni katika kumpenda Mungu, lakini cha pili ni katika kumpenda iwe ni jirani yako. Kumpenda mzazi ni kumpenda jirani yako. Kumpenda jirani yako ndio maana ukiangalia ile amri ya kwanza inasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Ndio hii amri inayotuambia mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Hiyo ina maana kujitoa. Kama ni kwa nguvu, unatumia nguvu gani katika kumpenda huyu Mungu? Kama ni kwa moyo, ibada yako mbele za Mungu ni katika upendo au ni katika uhitaji? Bwana Yesu asifiwe. Lakini anatuambia iliyo kuu zaidi ya hiyo ndizo zile amri nyingine tunazoziona, ya kwamba usiue, ya kwamba usizini. Na Kristo anawafafanulia, anawaambia vizuri zaidi ya kwamba nyie mmesikia katika Torati wakisema ya kwamba amtazamaye, ya kwamba usizini, lakini mimi nawaambia amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Yaani kwamba wewe kumpenda kwako jirani sio kwa habari tu ya kumuua, kuondoa roho yake, hata katika kumwazia mabaya. Ina maana upendo utaanza katika moyo wako. Na ndio maana jana tukasema kama mimi naweza nikatoa kitu kwa rafiki yangu au kwa jirani yangu kwa sababu natarajia naye atalipa, nina tofauti gani na hao wa mataifa? Nina tofauti gani na hao Mafarisayo? Ndipo Kristo anatuambia ya kwamba mkifanya kama hivi, nyie mtakuwa na tofauti gani na hao wengine? Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama tunatoa sawa na wale ambao wanatoa, kama tunapenda sawa na wale ambao wanapenda, sisi tuna tofauti gani na hao? Kumbe sisi kuna kitu cha tofauti ambacho Kristo anatamani kuona kinatutofautisha sisi pamoja na hawa wengine, na kwamba wenyewe wawe ni sehemu ya kuiga mfano kutoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba sisi ndio tuige kutoka kwao, bali wao waige kutoka kwetu. Namna ambavyo tunapendana sisi kwa sisi, namna ambavyo tunapendana labda ni kwenye vikundi vyetu hivi, labda ni kwenye kwaya, namna gani ambavyo sisi tunaonyesha utofauti. Kwa sababu hata kanisa lote hivi sio wote watakuja. Yaani mtu anapokuja huko kanisani anakuja ili kwamba apate kile kitu. Tukiachana na hali ya kimazoea,
anakuja ili kwamba roho yake iweze kupona. Sisi ambao tunakuwa katika vikundi mfano vya kwaya, vikundi vya maombi, kuna maisha ambayo wale wangetamani zaidi wajifunze kutoka kwetu, hasa katika habari ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo wangetamani au Kristo anatamani sisi kwa kuwa ametupa neema kutufundisha, basi na wao wajifunze kutoka kwetu. Wajifunze, yani mtu leo akiingia akiona namna ambavyo ni kwaya inasimama na namna ambavyo wanapendana, aseme na mimi natamani kuwa mmoja wa kundi lile. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba sisi ambao sasa tumepata neema ya kujua hizo siri za ufalme, sisi ndio tuwe chachu sasa yani sasa sisi ndio tuwe ni chanzo cha hao kututamani kuingia katika hili kundi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama ingekuwa pia hata ni maombi, lazima tufikie tu tujitafakari. Kwa nini sisi tusiwe chachu kwa ajili ya wengine? Kristo anatamani, kama ametufundisha kwa habari ya upendo, na ni msisitizo kabisa kwamba pendaneni ninyi kwa ninyi. Paulo anawaandikia, kuna watu Paulo aliwaandikia, anawaambia anawapa msisitizo. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 23. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 23. Yohana anaandika, anasema, na hii ndiyo amri yake, kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri. Kwa hiyo unaona kwamba kumbe suala la kupendana sisi kwa sisi wala sio kwamba ni suala, ni amri, yani kama zilivyo amri zile ambazo Mungu aliachia. Hii ni amri mpya, amri ya agano jipya ambayo Kristo amekuja kuitambulisha kwetu, ya kwamba upendo ndiyo amri kuu ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena anasema pendaneni ninyi kwa ninyi. Ukipata muda kasome kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana, sana sana kuanzia hii sura ya 3. Sura ya 3 utaona amezungumzia sana kwa habari ya kupendana, kwa habari ya upendo kati ya ndugu wanaoamini, upendo kati ya jirani. Amezungumzia kwa mapana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna ahadi nyingi ambazo Kristo na Mungu mwenyewe ameachilia kwamba endapo hao watu wakishika amri zangu, Kristo mwenyewe anasema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Na amri zenyewe ndio zipi? Amri zenyewe ndio hiyo ya upendo. Ina maana mkipendana ninyi kwa ninyi, hiyo itadhihirisha ya kwamba na mimi mnanipenda. Bwana Yesu asifiwe. Mkipendana ninyi kwa ninyi na nikaona upendo katikati yenu, hiyo inanithibitishia ya kwamba hata mimi mnanipenda. Sehemu nyingine Biblia inatuambia kwamba huwezi ukampenda Mungu usiyemuona, wakati huo humpendi jirani ambaye unamuona. Yaani leo hii kwamba nitoke nyumbani na kuja hapa nasema na wahi ibadani, lakini huko nyumbani familia nimeacha katika mazingira kabisa, unaona kwamba hamna upendo pale. Mungu anahitaji kuona kwanza sisi tukiwa na kitu cha tofauti, sisi wenyewe kwa wenyewe tukipendana na kuonesha ule upendo. Na anasema kwa kufanya hivyo, sio tu mtatambua mmenipenda, bali hata watakao waona watasema kweli hawa ni wanafunzi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4, sura ya 4 mstari wa kwanza pale.
Anasema na sasa Israeli, tasoma mstari wa kwanza mpaka wa 9. Anasema na sasa Israeli, zisikilizeni amri na hukumu niwafundishazo, ili mzitende, mpate kuishi na kuingia na kuimiliki nchi awapayo Bwana Mungu wa baba zenu. Msiliongeze neno niwaamrulo, wala msilipunguze, mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu niwaamruzo. Macho yenu yameona aliyoyatenda Bwana kwa sababu ya Baali-Peori, maana wote waliomfuata Baali-Peori Bwana Mungu wako amewaangamiza kutoka kati yako. Bali ninyi mlioambatana na Bwana, mstari wa 4 anasema, bali ninyi mlioambatana na Bwana Mungu wenu mnaishi kila mmoja wenu hata leo. Angalieni, nimewafundisha amri na hukumu vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyoniamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo, ili kuimiliki. Zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa, watakaozisikia amri hizi zote. Nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Kwa maana liko taifa gani kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao kama Bwana Mungu wetu alivyo kila tumwitapo? Tena liko taifa gani kubwa lililo na amri na hukumu zenye haki kama Torati hii yote ninayoiweka mbele yenu leo? Lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukayasahau mambo yote uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali wajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Amen. Ukiangalia msisitizo hapa ambao walikuwa wanapewa hawa wana wa Israeli, ambao sisi kwa leo tunapewa sisi, ni kwamba zile amri ambazo Mungu aliachia juu yao wapate kuzishika, na sio tu kuzishika wao, wazishike na kuwafundisha watoto wao na watoto wa watoto wao. Maana yake kizazi cha 3 na hata kizazi cha 4. Yaani kama ni Kristo kwamba anasema nimeachilia amri ya upendo katikati yenu, anasema uwekeni msisitizo, na anasema muishike, na sio tu kuishika ninyi, wafundisheni watoto wenu kupendana wao kwa wao, wafundisheni watoto wenu kumpenda Mungu, wafundisheni watoto wenu na watoto wao mpaka kizazi cha 3 hadi cha 4. Sio tu kumpenda Mungu na kuwapenda ndugu zao na kupendana wao kwa wao na kupendana kama waamini au watoto wa Mungu. Na anasema kwa kufanya hivyo, kwa kuzishika hizo amri, Kristo alisema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Lakini kuna faida, anasema, ya kuzishika hizo amri. Anasema mtapata kumiliki. Yaani inawezekana leo hii kwamba kuna vitu tumeshindwa kumiliki kwa sababu hata zile amri au ile amri ya upendo ambayo Kristo aliachia katikati yetu tumeshindwa kuishika, au tunaifanya katika hali ambayo si ya kumpendeza Mungu. Kwa anasema mkiweza kuzishika hizi amri, ni ahadi ya kwamba mtapata kumiliki. Na kumbe kuna baraka zinaweza kuwa tumezuiliwa kwa sababu hatujapendana katika kiwango ambacho Mungu anataka. Kuna baraka inawezekana tumekosa kwenye familia zetu. Kuna baraka ambazo zimepungua huko makazini kwetu. Kuna baraka ambazo zimepungua ndani yetu, juu ya watoto wetu na juu ya vizazi vyetu, kwa sababu ile amri ambayo Kristo ameacha juu yetu ya kupendana sisi kwa sisi haiko katikati yetu. Anawaambia tunapungukiwa wakati mwingine hekima na ufahamu na akili kwa sababu ya kutopendana sisi kwa sisi, kwa sababu ya kukosa kushika ile amri ya kupendana sisi kwa sisi, kwamba hekima katikati yetu imepungua. Kumbe kuna faida ya kushika amri ya upendo katikati yetu, maana itatupa hekima, itatupa ufahamu, itatupa akili. Biblia inaisema hekima kwamba bila ufahamu huwezi kuwa na hekima. Kwa ufahamu
unatupa kujengwa na kuwa na hekima. Ufahamu unatupa kuwa na hekima. Yaani hamna, tunasema ni katika hatua tatu. Kuna knowledge, kuna understanding pamoja na wisdom. Vinaenda katika mtiririko huo. Unapata ufahamu. Ule ufahamu ndio unakupa hekima. Sasa ufahamu, kama hatuwezi kufahamu kwamba amri tuliyopewa ni kupendana, tunawezaje kupata hekima za kuishi sisi kama waamini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni muhimu sana. Lakini jambo jingine la muhimu sana ni kwamba tusijiwekee mipaka. Tusijiwekee mipaka katika kupendana sisi kwa sisi. Usijiwekee mipaka katika moyo wako. Yaani kwamba ndio kama vile ambavyo tunasema kwamba unapenda kwa sababu fulani, unapenda kwa sababu na matarajio ya kitu fulani. Au unaonesha upendo kwa sababu kuna kitu ndani yako ambacho unatarajia. Hiyo ni kuweka mipaka ndani ya moyo wako. Usijiwekee mpaka. Usiwe na mipaka kwamba mimi nawapenda watu wa nyumbani kwangu peke yao, au napenda wale ambao ninaabudu nao. Upendo hauna mipaka. Kwa sababu kama Mungu mwenyewe ndio sisi kama reference yetu. Yeye anasema mimi nawanyeshea mvua wema pamoja na waovu. Sisi ni nani ya kwamba tunaweza kuchagua kwamba huyu naweza nikampenda, huyu naweza nisimpende? Msisitizo ambao maandiko yanatuonyesha ni kwamba katika kuwapenda wale ambao hawajamfahamu Kristo, isiwe ni katika hali ambayo compromise wewe katika kumpenda Kristo. Yaani kama inakupelekea wewe kutomcha Mungu, basi unaweza hiyo tukasema huo upendo haufai. Lakini kama ni agizo la Mungu, hatuhitaji kuwa na mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Kama upendo kwa watu wengine utafanya mimi nipunguze kiwango changu cha kumcha Mungu, basi huo haufai. Lakini kama upendo ni sehemu ya kuonesha kwamba mimi namcha Mungu, na ni sehemu kama ya injili ya kuwafikishia hawa kwamba huyu niliye naye ndiye pendo lenyewe, kwamba namtangaza, basi unatakiwa kupendana na kuwapenda hata hawa ambao hawajamtambua Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo jingine la muhimu hapa tunaloona anatuambia ni kwamba jilinde moyo wako. Jilinde moyo wako. Moyo unahitaji kulindwa. Biblia inatuambia kwamba linda moyo wako kuliko yote ulindayo, kwa maana moyoni mwako ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kwa kama upendo uko ndani ya moyo, unahitaji kuulinda. Unahitaji kuulinda. Ni katika maombi. Kuna sehemu unaweza ukaona kabisa kwamba kwa hapa level niliyofikia, yaani kama Kristo anavyotuagiza kwamba mmesikia imeneno ya kwamba mpende jirani yako, mchukie adui yako, lakini mimi nawaambieni wapendeni adui zenu na waombeeni wanaowaudhi. Kwa hiyo kuna level fulani ambayo unaweza kama mtu wa Mungu unaweza kaona kabisa kwamba hii katika hali ya kibinadamu siwezi kabisa. Lakini ndio Biblia inatuambia kwamba linda moyo wako. Kuna kitu cha kufanya, kuna kitu cha kimaombi cha kufanya. Ili uweze kupenya hiyo, uweze kuvuka, unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuna hali ya kibinadamu ambayo inaweza ikakusukuma au ikaachiliwa ndani yako, na ukaona kabisa kwa hali hii, kwa hali ya kawaida, siwezi kwenda zaidi ya hapa. Siwezi kufanya zaidi ya hapa. Inaweza ni kama kwenye ndoa yako labda. Na unaona kabisa kwamba kwa hali nilipofikia, hata kama agizo la Mungu linasema tupendane, mimi hapa nimefika mwisho. Lakini kumbuka neno la Mungu linasema linda moyo wako kuliko yote ulindayo. Na huko ndiko chemchemi ya uzima ilipo. Na anasema uzima naokupa sio tu uzima wa afya, uzima wa milele wewe unaongelewa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaweza kujikuta kwamba umepambana sana lakini kitu kidogo sana.
ikakuondoa, ukashindwa kulinda moyo wako, na ikawa ni tendo dogo tu ambalo litakiwa kuonesha la upendo tu, tendo dogo tu la upendo, likakufanya moyo wako ukaondoka katika kabisa, yani ukamkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, tunapoingia katika maombi, msihi sana Mungu azidi kuachilia neema, msihi sana Mungu azidi kuachilia hiyo neema. Maandiko yanasema nyakati za mwisho pendo la wengi litapoa. Upendo utapoa kati ya ndugu na ndugu, upendo utapoa. Leo hii mifano tunaona mingi, tunaona mifano mingi, ndugu kwa ndugu wanagombana, wengine katika vitu vinavyoshikika katika mali, lakini zaidi unaona hata makanisani, sehemu ambayo ingetakiwa watu wakimbilie kupata msaada, unakuta kuna vitu vingi sana. Lakini wakati mwingine nasema ni dalili za mwisho, kwamba upendo utapoa. Upendo utapoa. Wewe au na mimi tunasimama wapi? Ndio hapo tunahitaji msaada wa Mungu. Tunahitaji msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tusimame. Taenda kumuomba sana. Na kumuomba Mungu atupe hiyo neema. Atupe hiyo neema ili katika nyakati ambazo upendo unapoa, iwe ni makanisani, iwe ni kwenye familia, sisi tupate neema. Maana Musa anamwambia Mungu, ikiwa nimepata neema mbele zako, nifundishe njia zako. Mungu atufundishe mwenyewe. Roho Mtakatifu atufundishe mwenyewe jinsi ya kupenda ambavyo Mungu, katika kiwango ambacho Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo huu ukawe manukato. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo huu ukawe manukato. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo huu ukawe manukato. Tena mbele za Mungu, msi Mungu katika nyakati hizi aachilie neema juu yangu. Tumlilie Mungu ya kwamba katika nyakati hizi za mwisho aachilie Roho wake Mtakatifu, aachilie Roho wake Mtakatifu, si tu kutuonesha njia zake, bali kutufundisha
kutufundisha ili kwamba tuweze kuvuka. Baba mtakatifu, Mungu wa neema, tunakushukuru kwa neema yako. Tunaleta